Kwa hiyo fisi alichofanikiwa ni kumnyofua mtoto mgongoni kwa mama. Kwa hiyo ni tukio ambalo mtoto amenyofolewa na fisi mgongoni, mama akiwa anamtazama. Kwa hiyo mpaka ile hatua ya mwisho tayari yule mtoto akawa ameliwa kichwa na upande wa mikono. Akamng'ata mtoto mgongoni na mimi nikaanguka, akanikalia sasa. Yeye mtoto ameliwa na fisi. Mimi hata sijui sawa, hata mimi sema nitafuna uone. Kwa jina naitwa Lucia Langa, kutoka kitongoji cha Eda, kijiji cha Lambo. Tukio nilivyosikia tukio, nimesikia yowe muda wa saa 12 kasoro. Tukakimbia sehemu ambayo yowe imepigwa. Tukamkuta huyu mama tayari ameshashambuliwa na fisi, ameng'atwa mikono na mtoto wake akachukuliwa na fisi. Basi tukachukua huyo mama tukamleta zahanati ndio akapitishwa kwani. Tumemkuta mama ameshalala chini. Mtoto naye ameshachukuliwa na fisi. Jamani, kwa ujumla mimi mwili wa mtoto sijauona, ninavyosikia nilivyokuta sehemu ya tukio mtoto ameshapeleka korogoni na fisi. Mimi nikaondoka na mama. Ninasikitika sana. Na ni kitendo ambacho sijawahi kuiona tangu nilivyozaliwa, ndio nimeona leo. Yaani nina wito kwa serikali kwamba ingewezekana wafanye doria kutafuta wanyama wakali waangamizwe. Naitwa Mwalimu Salumu Kitalala, mkazi wa kijiji cha Masakta na kata Masakta. Kiufupi, mnamo saa 1 na dakika kidogo hivi nilikuwa kijiweni Masakta pale, nikaenda kupaki gari nikiwa najiandaa kwa ajili ya safari yangu, lakini baadaye nikapokea simu ya mwenyekiti wa kijiji cha Lambo, Mzee Matias Dagaro, kwamba kuna mgonjwa amefikishwa pale kijiweni, natakiwa nikamchukua haraka kwa ajili ya kumkimbiza hospitali. Kwa hiyo nilichofanya mimi ni kuwahi kwenye gari na kuwasha gari kwenda pale alikokuwa amenielekeza. Kufika pale ndio nikaambiwa kwamba kuna mama ambaye amejeruhiwa na fisi, lakini tayari amekimbizwa zahanati kwa ajili ya huduma ya kwanza. Kwa hiyo nilichofanya mimi ni moja kwa moja kugeuza gari na kuelekea zahanati. Nilipofika zahanati pale ndio nikakuta tayari anapatiwa huduma ya kwanza, na nilivyoingia pale nikakuta amepata majeraha makubwa mno. Kiasi kwamba nilivyoangalia upande wa mikono nikakuta mikono yote imekatwa. Kila mkono umebaki na kidole kimoja kimoja, alafu kichwani amejeruhiwa, kisogoni na kwenye jicho. Lakini nilivyoulizia sasa kwa wale ambao tayari walikuwa na mgonjwa pale, wakaniambia tukio lilivyokuwa ni kwamba ameshambuliwa na fisi mida ya saa 11 hivi jioni. Na chanzo cha fisi kwanza kumshambulia ni kwamba fisi alivyomuona ule mama, yule fisi alitokea mashambani. Kwa hiyo kitendo cha kwanza kabisa yule fisi alimrukia mtoto ambaye mama alikuwa amembeba mgongoni. Kwa sasa mama baada ya kuona mbona fisi anamrukia mtoto, kwa hiyo kibidi wakaanza kupambana. Katika kupambana mama akawa amezidiwa, ameangushwa chini kwa maelezo ambayo nilikuwa napata. Baada ya kuwa ameanguka chini, katika ile kujitetea, kujiokoa, ndo akawa ameng'atwa sasa hiyo mikono, na hatimaye sasa baada ya kuwa sasa hana namna tena ya kupambana na fisi kwa sababu tayari viganja hakuna. Kwa hiyo fisi alichofanikiwa ni kumnyofua mtoto mgongoni kwa mama. Kwa hiyo ni tukio ambalo mtoto amenyofolewa na fisi mgongoni, mama akiwa anamtazama, lakini sasa hana namna yoyote ile. Zaidi sana yeye alichofanya ni kupiga kelele kwa sababu hapakuwa mbali, ni jirani sana na nyumba zingine pale. Kwa hiyo kwa ile mida nafikiri wa baba mara nyingi mida kama ile nyumbani hatupo. Kwa hiyo ilibidi watoke wa mama wengine kwa ajili ya kwenda kumsaidia. Katika zile kelele nasikia fisi alikuwa anakimbia na mtoto, mara anamtua chini, anawarudia watu kuwafukuza. Kwa hiyo mpaka ile hatua ya mwisho tayari yule mtoto akawa ameliwa kichwa na upande wa mikono. Nilikuwa naomba Watanzania waguswe na tukio hili, akiwepo mama yetu mkuu wa mkoa Mheshimiwa Queen Sendiga, mkuu wa wilaya ya Hanang' na wengineo, na Watanzania wote kwa ujumla waweze kumsaidia huyu mama kwanza kwenye matibabu yake, kwa sababu tunafahamu maisha yetu ya vijijini hatuna bima, matibabu ni gharama,
na ninaamini kwa jinsi alivyoshambuliwa matibabu yake yatakosti gharama kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba kila atakayeguswa aweze kumsaidia katika hali na mali, ili walau tunusuru uhai wake, kwa sababu tayari kwanza ameshapoteza mtoto na tayari na yeye amepoteza viungo muhimu ambavyo sasa tayari hata akipona tayari ni mlemavu. Kisha kuwa huna viganja vya mikono utafanya nini? Kwa hiyo nilikuwa naomba Watanzania waguswe na hili na serikali pia kwa ujumla. Tukio nilisikia muda saa 1 kasoro saa hizi, baada ya mama mmoja kusikia taarifa kwamba mama ameng'atwa na fisi huko mtaani, huko kijijini Lamu, kitongojini. Baada ya kusikia hizo taarifa, punde muda si mrefu tu mama akaletwa kwa ajili ya matibabu pale zahanati Masaka. Tukaenda tukamkuta pale zahanati, tukamwangalia hali alivyo, tukauliza na watu tuliokuta pale, wakatuambia bwana, hapa ni mama ni majeruhi, lakini mama alikuwa na mwanae ameshaliwa na fisi. Lakini katika harakati za mama kumwokoa mwanae akawa ameng'ata mikono kupitia tule ukuta mimi. Mama amekata vidole mikono yote miwili kwa sehemu za vidole na jeraha kwenye uso na kisogoni. Hata Selina karibu kicha Lambo. Mimi nilikuwa naenda kijiwani kufuata watoto, nilikuwa naenda kusaga, fisi akajitokezea. Fisi namwambia haya hata asikii. Haya nikamfanya hivyo mgorori. Akadaka mgorori akakimbia, nilipokimbia akanirukia. Akamng'ata mtoto mgongoni na mimi nikaanguka, akanikalia sasa. Yeye mtoto ameliwa na fisi. Mimi hata sijui sawa, hata mimi sema nitafuna uone. Ilikuwa kichwa yote hamna. Sijui kama na mkono, hata sijaenda kuangalia.